wakatengeneza majani wakajificha, wakaanza kujifunika uchi wasionekane. Waliposikia Mungu mwenyewe anatembea ndani ya bustanini, wakakimbia kujificha. Mungu akamwita Adamu, Adamu uko wapi? Hakumwita mwanamke. Unisikilize rafiki yangu, hakumwita mwanamke kwa sababu agizo alimpa Adamu. Na ndio maana Mungu aliposhuka ndani ya bustani alimwita Adamu, Adamu uko wapi? Sio kana kwamba Mungu alikuwa amuoni kule Adamu alipokuwa amejificha, hapana, bali kwenye ile nafasi ambayo aliyompa mwanadamu ya kutawala vitu. Mungu alikuwa hamuoni Adamu. Mungu alikuwa hamuoni Adamu kwa sababu tayari Adamu ameshafanya dhambi, kwa sababu tayari Adamu ameshaasi. Kwa hiyo Mungu kwenye ile nafasi ya kutawala mwanadamu, Mungu alikuwa hamuoni. Nataka unielewe. Kwenye ile nafasi ya kutawala, Mungu alikuwa hamuoni. Mwanadamu ameshaondoka kwenye ile nafasi ya kutawala. Jina la Bwana libarikiwe. Sio kana kwamba kule Adamu alipokuwa amejificha, sio kana kwamba Mungu alikuwa hamuoni. Hapana. Mungu alikuwa anamuona. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna nafasi ambayo Mungu alikuwa amempa Adamu. Sasa ile nafasi, Adamu alikuwa ameondoka kwenye ile nafasi ambayo Mungu aliyokuwa amemweka. Ndio maana Mungu anamwita Adamu uko wapi? Na kuna watu leo ambao Mungu amewapa nafasi, na ile nafasi tayari umeshaiacha. Mungu akikuangalia kwenye nafasi yako hakuoni. Mungu akikuangalia kwenye nafasi yako ya uinjilisti hakuoni. Mungu akikuangalia kwenye nafasi yako ya uimbaji hakuoni. Mungu akikuangalia kwenye nafasi yako ya ushemasi hakuoni. Mungu akikuangalia kwenye nafasi yako aliyokuweka hakuoni. Na ndio maana hata maombi yako yamekuwa ni kazi kujibiwa, kwa sababu kuna mahali ambapo Mungu alipokuweka lakini hakuoni. Akikuangalia kwenye ile nafasi ambayo aliyokuweka hakuoni. Hakuoni. Mungu amekuweka kwenye nafasi ya uzao kanisa hakuoni. Umeshajitoa mwenyewe. Mungu akuone bana, unaomba sana ujibiwi. Rudi kwenye nafasi yako ambayo Mungu aliyokupa. Wenda Mungu amekupa nafasi ya kufanya tu kanisa liwe nzuri. Mungu amekuweka kwenye nafasi hiyo ili uwe unalisafisha kanisa, uwe unasafisha viti, watu wanafika wanakaa. Mungu amekuweka kwenye nafasi, usizalau hiyo nafasi. Wenda Mungu amekuweka kwenye nafasi ya kusafisha tu vyoo vya kanisa. Uhakikishe vyoo vya kanisa ni visafi, uhakikishe nyumba ya ibada ni safi, uhakikishe mazingira ya kanisani ni masafi. Mungu amekuweka kwenye hiyo nafasi, lakini umeiacha. Mungu akikuangalia kwenye ile nafasi ya kuoni, rama saka ribo sikaraba soka rimo sikaraba saka goria. Mungu akikuangalia kwenye nafasi ya kuoni, ndio maana unapopeleka maombi mbele zake, maombi hayafiki, hayajibiwi. Umebaki ni mtu wa Mungu anione. Hapana, sio Mungu akudani kweli ya kuoni, kwa sababu kwenye nafasi aliyokuweka umeshatoka. Kwenye ile nafasi ambayo yeye aliyokuweka umeshatoka, ni kweli ya kuoni. Rama saka ribo sika raba saka koria. Mungu alipokuweka hakuoni rafiki yangu. Adamu aliwekwa kwenye nafasi ya utawala. Mungu anashuka amuoni tena Adamu kwenye ile nafasi. Si usidhania kwamba kule Adamu alipokuwa amejificha sio kana kwamba Mungu alikuwa amuoni. Hapana, Mungu alikuwa anamuona, lakini kwenye ile nafasi aliyomweka Mungu amuoni. Ndio maana anamwambia Adamu, Adamu uko wapi? Adamu, Adamu uko wapi? Wewe mama uko wapi? Wewe baba uko wapi? Wewe kijana uko wapi? Kwenye nafasi ambayo Mungu aliyokuweka hakuoni. Hakuoni. Mungu amekupa nafasi ya ushema, sio nafasi kadogo. Wewe hiyo nafasi ambayo Mungu amekuweka, ukitumika sawa sawa, ndio mlango wa kutokea hapo. Unaona majibu yako kama unayapata kwa jina la Yesu. Unaona milango ya baraka inafunguka kwa jina la Yesu. Milango ya kufanikiwa inawekwa huru kwa jina la Bwana. Kwa sababu umesimamia nafasi ambayo Mungu aliyokupa. Kwa sababu umesimamia sawa sawa mahali ambapo Mungu alipokuweka. Umetumika sawa sawa. Umetumika sawa sawa mahali ambapo Mungu alipokuweka. Rama saka ribo sikaraba ina safari korina rama saka koria. Tumika mahali ambapo Mungu alipokuweka. Acha mchezo wenzo wa kanisa. Acha mchezo wa shemasi. Acha mchezo wa mwanapesi. Acha mchezo wa mwanakwaya. Acha mchezo rafiki yangu. Tumika mahali ambapo Mungu alipokuweka. Hata kama ni nafasi ndogo, wewe tumika. Ukitumika bila uvivu, Biblia inasema alaniwe mtu afanye kazi ya Bwana kwa uvivu.
Ulaaniwe unaifanya ushemasi kwa uvivu. Ulaaniwe unaifanya uinjilisti kwa uvivu. Ulaaniwe unaimba kwaya kwa uvivu. Ulaaniwe unaifanya praise kwa uvivu. Ulaaniwe kwa jina la Bwana. Sio mimi, ni neno la Bwana linasema. Ni neno la Bwana linasema. Mungu amekupa nafasi. Mungu amekupa nafasi, lakini hautumiki sawa sawa. Ndio maana unaomba sana, lakini majibu hauyapati, kwa sababu Mungu alipokuweka umeondoka. Akikuangalia hakuoni. Mungu akikuangalia mahali ambapo alipokuweka, amekuweka kushuhudia. Amekuweka kushuhudia. Lakini kushuhudia umewachiwa kina nani? Washuhudia kina nani? Maana Mungu anapokuweka kwa kushuhudia, kwa kupitia wewe, wapo watu 100 huku wataokoka ukienda kushuhudia. Lakini sasa wewe umelala. Umelala. Lakini wewe umelala. Mungu amekuweka hapo kwa kupitia wewe, wapo watu ambao wataokoka. Sasa wewe ndugu yangu umelala mbele, umemwachia Mungu ashuke mwenyewe ashuhudie. Umemwachia Mungu utashuka mwenyewe, utashuhudia mwenyewe. Shemasi, umemwachia Mungu shuka mwenyewe, upange watu mwenyewe, utajua. Unaona, unapotezea agizo la Mungu, naye Mungu kwenye maombi yako anakupotezea. Inakuwa ni moja bila. Sema haleluya. Usipotezee. Tumika mahali ambapo Mungu alipokuweka. Tumika sawa sawa. Tumika. Kama utatumika tena, yaani mimi sasa hivi nikipewa kuhubiri na ubiri kama kesho wala sihubiri tena. Nikipewa kuimba ninaimba kama kesho siimbi tena. Yaani najua leo naimba siimbi tena. Nikiingia kwenye swala kumchezea Mungu nacheza kama vile kesho sichezi tena. Yaani nacheza mpaka najimaliza mwenye. Sema amina. Yaani nahubiri mpaka sauti inaisha. Sema amina. Yaani naimba mpaka sauti inakauka. Sema amina. Kwa sababu imeandikwa, alaaniwe mtu afanye kazi ya Mungu kwa uvivu. Haleluya.